Waamuzi wa kati wao ambao wanatusikiliza kwa sasa, taarifa ambazo zipo zinaeleza ambazo si rasmi. Mechi ya Kariakoo Derby, mechi namba 169 ambayo ikimhusu mwenyeji Simba Sports Club dhidi ya Mwananchi Young Africa tarehe 3 mwezi Mei. Waamuzi wa kati ama waamuzi wote kutoka nchini Morocco. Wakati ni Hamza El Farouk, lakini msaidizi namba 1 ni Arsin Ezkawi na msaidizi namba 2 ni Hamza El Nasri. Wakati fourth official wa mwamuzi wa akiba, mwamuzi wa 4 huyu wa mezani kwa lugha nyingine ni Mustafa Ashaf. Hao ndio ambao watahusika kwenye Kariakoo Derby. Sio mara ya kwanza kushuhudia Kariakoo Derby na wahusika waamuzi wa nje. Ya msimu uliopita ya mwisho tuliona toka Misri. Ile ya kuwa mabingwa msimu uliopita toka Misri. Okay. Na hakukuwa na minong'ono yoyote. Performance ilikuwa superb. Ilikuwa superb sana. Okay, hii inatoa tafsiri gani kuwatumia ama kuendelea kuwatumia waamuzi wa nje endapo tutasimama hiki ambacho kinaendelea kuzungumzwa kwa sasa? Tunakuza waamuzi wetu wa ndani ama ni ile kujitoa ama kujivua kwenye lawama? Lakini kujivua kwenye lawama kwa kuwalinda waamuzi wetu wa ndani, tunawalinda ama tunabomoa? Hatusemi tunawalinda kwa sababu wanapigwa marungu. Wanapokosea wanafungiwa. Tena katika misimu ambao waamuzi wamefungiwa kweli msimu huu mpaka sasa hivi. Waamuzi wamefungiwa sana, wengine wameshushwa hadi madaraja kabisa. Kwa hiyo performance zao ambazo sio nzuri wameadhibiwa. Kwa hiyo sidhani kama tunawalinda. Kufanya hivyo ni kuonesha kwamba waamuzi ambao tunao nchini hawatoshi. Sio kwamba hawatoshi in terms of number. Hawatoshi in terms ya ubora. Yaani ule ubora ambao tunautarajia kwa moja ya ligi 10 bora Afrika kupitia waamuzi wetu tumekuwa hatuupati. Kwa hiyo mahitaji ya soka letu yanazidi kukua, yanabadilika, lakini kwenye swala zima la maamuzi ya ndani ya uwanja yamekuwa hayaendani na ukuaji wa ligi. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tumekuwa tunatengeneza mazingira ambayo yanakuwa hayaendani na kile ambacho tunakisema nje kwamba ni ligi namba 5 Afrika. Kwa sababu blanda za waamuzi zimekuwa ni nyingi, zimelaumiwa siku nenda rudi, na kwa sababu ni hizi timu kubwa ambazo zinatolewa macho na watu wengi. Kuepuka lawama ndio unaona bodi, mashirikisho yanafanya decisions kama hizo ili kukwepa mazingira kama haya. Utakuja sasa kwenye reality check ya ligi yetu. Ligi yetu kila siku tunagusia hapa. Mara nyingi sana ligi yetu Simba Yanga, yani kwenye 100%, naweza kusema 70% mpaka 80%, ligi wamekuwa wanashindana kwenye maji ndogo ndogo. Yaani unajua? Yani zile maji ndogo ndogo. Kwa mazingira ya games kama hizi hamna timu ina afford kubali kuangusha alama kirahisi. Inaweza ikawa ni pigo kwa mazingira ya ligi ambayo tunaona miaka hivi karibuni. Msimu uliopita tuliona Yanga kumfunga Simba akawa bingwa. Msimu huu kwa mazingira ambayo tunaona pia tayari Yanga na Simba kwa asilimia kubwa wameshaangusha alama nyingi kwenye ligi. Kwa mchango mkubwa ambao umepewa na waamuzi, we can't afford kuleta kitu kama hicho tena kwa mechi ambayo tunatarajia inaweza ikapay party pia kwenye decision ya kutafuta bingwa wa msimu huu kwenda mbeleni. Kwa mazingira kama hayo, kwanza inatoa taswira kwamba bodi ya ligi hawana imani na waamuzi. Sawa, majibu ya Eben ni kwamba bodi ya ligi isitoshe kupitia kamati hawana imani na waamuzi. Twende kwenye huu msimu tu. Kariakoo Derby, New Amani Complex, mwamuzi Nasoro Mwinchui wakati hakufungiwa, alikuja kufungiwa mbele ya Safari. Lakini waliofungiwa ni wasaidizi. Line 2 ambaye ni Kasim Mpanga. Ambaye ni almost miezi 6. Huyu mwingine ndio kama miezi 3. Aliyewe na goli miezi 6, aliyeshinda kutafuta goli halali. Lazima malizie neno goli halali. Mzee wa goli halali miezi 6. Mzee wa offside sio halali miezi 3. Ambaye huyo goli ambaye sio halali la offside ni Hamdani Saidi. Hamdani Saidi. Kasim Mpanga ndio miezi 6. Ukija ilikuwa ni Mzizima Derby ya juzi. Mzizima Derby ambayo ni Azam na nani na Simba. Center referee Ahmed Arajiga. Kulikuwa kuna maneno ya kutosha. Tetesi zinaonesha amepigwa ya ndani.
Msaidizi wake kwa Rashid Zongo naye anaonekana ni kimya kimya. Twende Dar es Salaam Derby. Yanga na Azam. Yanga si alikuwa mwenyeji ile mechi? No, Azam alikuwa mwenyeji. Alikuwa mwenyeji. Ile game muamuzi alohusika alikuwa rafiki yangu mmoja kutoka Morogoro. Rafael Kambi. No. Naitwa nani wewe? Ila anatoka Morogoro. Yule muamuzi naye amefungiwa. Si mnakumbuka? Saliwanyima alifungiwa siku na tukio moja la nani la penalti la Dube lile na Mendoza. La Mendoza. Umeona hiyo list Sasa mpaka kufikia hapo unaweza kaelewa anachokizungumzia of course ya Eben kwamba bwana kamati labda pamoja na bodi hawataki kuamini waamuzi wetu. Kwenye nikiongezea hapa alipogusa Eben. Cha kwanza kabisa inatakiwa tufahamu kwamba matumizi ya waamuzi wa kigeni sio suluhisho la kudumu. Yaani kamati na bodi inatakiwa ielewe kwamba kuingiza kwenye kanuni kwamba ligi yetu inatakiwa ama ligi yetu ina uwezo wa kutumia waamuzi wa kigeni, hili halitakiwi kuwa suluhisho la kudumu. Hili linatakiwa kuwa suluhisho la muda mfupi. Katika suluhisho hili la muda mfupi inatakiwa itafutwe tiba mbadala ya namna ya kudeal na waamuzi wa taifa letu, kwa sababu mwisho wa siku pride ya ligi yetu ni iongozwe na watu wetu. Zile big games ndo game ambazo huwa zinavuta hisia za watu wengi. Big games ni game ambazo huwa zinaitangaza ligi, zinaibrand ligi. Kwa hiyo sasa kama tunaenda kwenye michezo mikubwa hatutumii waamuzi wa ndani, ina maana tunatengeneza tafsiri moja ya kidunia kwamba waamuzi wetu wa ndani hawawezi kuhodhi michezo mikubwa. Kwa hiyo hili halitakiwi liwe suluhisho la muda mrefu. Yaani hiki kinatakiwa tukiwe ni kipindi. Inawezekana kabisa tukaenda nacho labda miaka 2, tukivuka sana miaka 3 hichi kipengele inabidi kifutwe kwenye kanuni zetu. Kwa sababu ni muda rafiki sasa wa TFF, kamati ya waamuzi na kila anayehusika kukaa chini na kujua tatizo liko wapi. Kwa sababu leo tunapozungumza umetaja orodha hapo ya waamuzi ambao wamefungiwa. Mfano ya Dar es Salaam Derby alikuwa ni Ali Mnyupe. Kwa umetaja orodha hapo ya waamuzi ambao wamefungiwa. Sio ndogo. Yaani leo ikipita ile ripoti ya kamati ya usimamizi wa ligi, ile kamati ya masaa 72 kwa jina maarufu, ni nadra sana kukuta mchezo namba 100 kati na fulani mwamuzi hajafungiwa. Ni nadra sana kukuta hiyo. Mara nyingi unakuta tukihesabu numbers wanaweza kufika 20. Sasa namba 90 waamuzi wamefungiwa. Waamuzi wamefungiwa. Hao ambao wanaonekana wamefungiwa ni kama ni A list sasa. Of course, yani ndio kama tunawakosa sawa. Inawezekana kwamba tumerudi kwenye kanuni ndio kichaka chetu kwamba tukae hapo. Kwenye pool ya waamuzi bora nchi yoyote unayemfikiria wewe amefungiwa. Yaani ukimtaja waamuzi bora nani? Arajiga kafungiwa. Nani Kayoko kafungiwa. Elisasi ndo alikula nyundo muda mrefu miezi 6. Na amerudi juzi tu hapa Elisasi. Kwa hiyo hii inakuonesha nini? Kwamba hata wale best referees na ya taifa letu wana madhaifu ya kisheria, ya kutafsiri sheria ama namna ya kuhendo mchezo. Sasa ukiachana na wale A list, tuje sasa hawa ambao hawapo kwenye A list, hawa ambao wapo tu kwenye mzunguko. Maana kwa mujibu wa kanuni ligi inatakiwa kuwa na waamuzi wasiopungua 40 hapo kwenye ngo ya wale ambao wanatajwa mwanzoni mwa ligi. Ukija kutafuta hao wengine waliobaki, kila mmoja utakuta katika kipindi kisichozidi mwaka 1.5, sio hata miaka 2, mwaka 1.5, either anaonyo au ana adhabu ya kufungiwa. Meaning hata wote, hata hiyo pool kubwa ya waamuzi wetu wote ina shida. Ndio maana mimi mara zote nimekuwa nikisema kuna muda labda wadau wa mpira tunanyooshia kidole kitu ambacho sio sahihi. Yaani leo inawezekana tunawanyoshia vidole waamuzi, tunasema waamuzi wetu hawafai kuchezesha ligi, lakini labda tatizo sio wao. Kwa sababu katika darasa la watu 100, wanafunzi 100 wakifeli akifaulu mmoja, shida sio akili za wanafunzi au 99. Yawezekana anayewafundisha pia ana changamoto. Yawezekana mtihani wanaofanya una shida mahali. Labda wanachokisoma na wanachoenda kukifanyia mtihani vinakinzana. Mfano, kumekuwepo na taarifa kwamba waamuzi wengi wanashindwa kufikia viwango kwenye Copa Test. Yaani kwenye zile Copa Test za waamuzi hawafiki mpaka mwisho, hawafiki zile standards zinazohitajika. Lakini kutokana na uhitaji
wanapandishwa madaraja. Sasa Na kingine ambacho kimekuwa kikileta shida ni namna ambavyo waamuzi wanapanda madaraja mfululizo bila kuwa na experience. Mwaka wa kwanza ligi ya mkoa, mwaka wa pili first division, mwaka wa tatu championship, mwaka wa nne ligi kuu. Ndani ya miaka minne mtu kashafika ligi kuu. Huyu ana experience ya kutosha. Huyu mwamuzi ambaye umempanga kumpandisha madaraja ni lazima ujithibitishie kwamba huko ambako ametoka alikuwa ni bora sana. Kiasi kwamba ameisha kutana na kila aina nginja. Ligi zetu za chini ni ligi ambazo zinaweza kumfundisha mwamuzi ukomavu. Kwa sababu huko championship ni ligi ya chechenya. Yaani huko ni bayani huko ligi ya gizani. Huko ni hatari. Yaani huko unakuwa na mchezaji anakuja kama mnatukana na kweli. Kama mchezaji anarusha ngumi unakwepa huko. Unakumbuka hamna ushahidi hata rekodi, yani labda kurekodi mtu. Kuna zile report unakumbuka zilizokuwa zinasomwa za kipindi kile. Sijui afisa benchi la ufundi kamshika sijui mwenzie sehemu za siri. Afisa benchi la ufundi kampiga mtu kibao. Afisa benchi la ufundi kamshika kifua mwamuzi wa kike. Alienda kumshika kifua na nani? GS general coordinator wa mchezo anakaa kule jukwani lakini bado mtu amefanywa harassment. Huko ndo championship kulivyo. Kwa hiyo huyu mtu akipita championship akikutana na hizo nginja miaka mitatu, siku namwambia brother njoo ligi kuu. Wewe huko ligi kuu cha bwedo unamwambia nini mwamuzi huko chini ashakambana na watu. Yaani huko ligi kuu unapokuja kumtukana kila aina ya tusi huyu ashakutana nao. Sasa yupo yule mwingine anakuja ligi kuu ukimtukana kaingia mfukoni kadi ya njano. Ameenda mwamuzi hii sio offside kakugeukia kadi ya njano. Mwamuzi sijui nini unawapendelea kadi ya njano. Sasa utamaliza unakuta anatembeza kadi mama unasema refa vipi hendo mchezo vizuri kama huyo juzi wa mechi ya Yanga na Azam. Kama mechi ya juzi ile mechi iko na kadi 12 za njano. Yanga 9 Azam 3. Lakini kuna muda unakaa unaangalia Yanga amekula hilo kadi 9. Isitoshe bigwa kuna red card. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba vigezo vinavyotumika kuwapata waamuzi wetu vina changamoto, na ndio maana hata hii kanuni ilipokuja, hii kanuni ilikuja kimkakati sana. Hii kanuni ilikuja kwa sababu utambuzi wa Simba na Yanga kwa namna ambayo wamekuwa sasa hivi wana ushawishi wa kuspot madhaifu ya waamuzi na kuyazungumza, ndio hii kanuni ikatengenezwa. Kwa sababu na uhakika brain, mpaka siku ambayo hii kanuni inafutwa kuna timu hazizonufaika nazo. Yaani mpaka siku tunasema hii kanuni bwana tuiondoe kwenye ligi yetu, hii kanuni hutokuja kuona imetumika kwenye mechi ya KMC na Pamba, hutokuja kuona imetumika kwenye mechi ya Mashujaa na sijui Mbeya City, hutokuja kuona hii kanuni imetumika kwenye mechi sijui ya nani na nani. Itatumika kwenye mechi za Simba na Yanga tu. Kwa sababu gani? Pressure ambayo hawa watu wana impose kwenda kwenye mamlaka. Huku kwenye mamlaka wakipigwa pressure na Simba na Yanga, akili huwa zinawakaa sawa. Sawa. Ofisi huwa zinatetemeka, hazikaliki. Yaani linapotokea jambo la Yanga wameamua kunyanyua bango dhidi ya Rajiga, Simba wameamua kunyanyua bango dhidi ya Ramadhan Kayoko, huo unalifeel kabisa lile jambo. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba ufike muda sasa shirikisho liamue namna gani ya kutibu tatizo la Musabu. Hii haitakiwi kuwa solution ya muda mrefu, ili inatakiwa solution ya muda mfupi. Tarejea dakika chache zinazofuata. Hii ni kipindi cha East Africa Radio saa 2 hii hapa. Isikilize live redioni, mitandaoni na kwenye simu yako. Ni East Africa Radio. East Africa Radio, together tunawakilisha. Dakika 6 zimeshatimia mara baada ya 2 kamili za usiku. Nakumbusha tu kutoka 88.1 Dar es Salaam, Kipenga ipo kwa hewa kupitia East Africa Radio, Bukoba 90.1, Tabora 90.5, Iringa 90.9, Mwanza 92.1, Moshi 93.5, Arusha 93.7, Nairobi Kenya ni 94.7. Itafikia pahala bwana Eben hata Azam wataanza demand kwamba tunaomba waamuzi kutoka nje, maana na wenyewe pia wamekuwa wahanga. Ligi ya Misri sisi tumeona wakikutana Zamalek na Ahly. Juzi tu msimu uliopita hapa Ahly sio aligoma hata kuleta timu. Of course. Hiyo tunaisema ni ligi bora Afrika. Watu waligoma kuleta hadi timu kisa hamna muamuzi kutoka nje. Katika kitu ambacho nilikataa Eben, kutumia ligi ya Misri kama mfano. Yaani ligi ina madhaifu mengi ambayo sisi itumike kama mfano kwa namna, yani kinachotokeaga Misri. Sisi muda mwingine tunakaa tunasema tunafadhali. Wale watu yani wana madhaifu mengi. Ligi yao kuna muda unakuta
ilivyoanza na inapokuja kuisha. Inaisha ligi, wanapumzika mwezi mmoja, ligi nyingine inaanza. Kama sasa hivi wamebadilisha mfumo wa ligi kwa sababu ya ratiba. Wakishafika mechi 20 wanageuka. Sasa hivi mechi 20 wanachukuliwa, nyie 8 wa juu chezeni championship, nyie wengine chezeni na kushuka daraja. Kwa sababu tu ya changamoto ambazo kwa Zamalek utakuta anaongoza bure tu. Lakini ukienda kwenye mfumo mara unaweza kukuta kwamba kuna hiyo issue ya waamuzi kugusa. Ahali hajapewa haki yake, kagoma, apeleki timu uwanjani. Na pointi ya kukatwa. Kanuni zinasema Ahali akatwe alama, hajakatwa alama. Kapewa ubingwa. Na ubingwa kapewa. Sisi tumeadvance. Kanuni ya ngapi wa kanda ambayo inazungumzia waamuzi kutoka nje? Maana wakati ule wa msimu uliopita kwa kweli ulikuwa na kashikashi nyingi sana. Hatuchezi. Baadaye watu wakamekubali kucheza. Kuna wengine tena akasema kwamba tutacheza tarehe 15 kama ilivyopangwa. Mwingine akasema hapana, tunaomba tupate muda. Baada ya watu kuachia ngazi, ikapelekwa tarehe 25 26 mwezi Juni. Tarehe 25. Sasa pale ikaonekana kwamba hamna tamko lolote kutoka upande wa Msimbazi. Jomba wanacheza wachezi kimya. Tukasema tusubiri siku ya game. Baadaye siku chache wakaleta waamuzi kutoka nje. Waamuzi kutoka nje amecheza ile game. Ile post ilikuwa inasema tunakuja. Hivi ilipofika saa ngapi? Reporting time wale wajomba alikaa kimya. Asubuhi? Hapana. Ilikuwa mchana ile, sio asubuhi. Ilikuwa mchana. Yaani ile ilizua taharuki, watu mtaani hawaelewi yani. Nyama haendi. Sasa reporting time nafikiri ndio ilianza. Ilipofika muda wa kuripoti kwa hiyo ndio ikabidi waipakie wala tunakuja. Lakini mpaka asubuhi hamna mtu mwenye uhakika. Ndio tunakuja, mashabiki hawaelewi kama timu inaenda haiendi. Nafikiri ilileta mjadala kwa engo moja kwamba mashabiki waliforce bind kwamba tungetangaziwa mapema tungekuwa tunajua kwamba tunajiandaa vipi. Hata kama wenye mamlaka wametangaza kwamba game ipo, lakini je, klabu yetu na viongozi wetu kwa nini hawajatoa tamko? Na walikuwa na hoja. I think baada ya muda mrefu sana Simba walikuwa tawaposti chochote. Sijui kwa nimepita miaka mingapi sijaenda uwanjani. Nilienda uwanjani kwenye ile mechi. Nimekumbuka kulikuwa toka likizo. Yani nilikuwa na miaka mingi sasa sijaenda uwanjani. Nimefika uwanjani. Unashangilia timu yako. Lile jukwaa kama mwandishi wa habari. Pasi ya mwandishi wa habari. Lile jukwaa la Yanga lilikuwa limejaa mno ukilinganisha na jukwaa la Simba. Yaani mashabiki wa Simba waliojitokeza walikuwa overshadowed mno na mashabiki wa Yanga. Yaani kuna muda zinavyoingiaga zile timu uwanjani kuna lile vibe lile waga watu wanalipiga. Walipokuwa wanaingia wachezaji wa Simba, kelele za Yanga zile za kuzomea zilikuwa kubwa kuliko shangwe na Simba. Kwa hiyo hoja walikuwa nayo mashabiki. Of course, yani hawakujaa. Kwa hiyo kuna muda nakumbuka kuna kisa kimoja ilikuwa aliwahi kukizungumza Erasto Nyoni. Kipindi Simba iko kwenye peak ile ya mechi za kimataifa. Erasto alisema kwamba moja kati ya kitu ambacho kilikuwa kinamfanya yeye acheze vizuri ilikuwa ni kwamba wakati wanaingia ile pitch feeling, kabla hata ya ule muda wa pitch feeling, akiingia uwanjani akiliangalia jukwaa lote limekula rangi nyekundu, pale lazima akili tu inajiseti. Hoya, watu wamekuja, lazima niwafurahisha watu. Ukitoka ule muda wa warm up, watu wanavyokupigia kelele vile, lile shango unalopewa, ukirudi kuvaa ile jezi kwamba sasa ndo naenda uwanjani, tayari akili yako wewe inawaza kitu kimoja tu. Uwe Ahli, uwe mmekusanyana Ahli, Wydad, Mazembe, mmekuja wote kwa pamoja kwa Mkapa mtoki. Yaani hiyo ndio ilikuwa notion ambayo mchezaji amejenga. Kwa hiyo wachezaji wengi inawezekana hawazungumzi, ila ndio kitu ambacho wanakipitia kwamba unatoka unaingia uwanjani, unatoka vyumbani unaingia uwanjani, unaliangalia jukwaa la mashabiki wako unakuta limepoa. Au wako wachache. Huwa inakata sana. Waamuzi wametangazwa, hamna load out kwa klabu zote. Game imepigwa. Ilipopigwa ile game, mmoja akapoteza, watu wakaanza kuleta hoja. Tulikataa haya sisi, hatukukubaliana, waamuzi wameletwa tu juu kwa juu, si mtu kapoteza game ikae na makelele. Japo na Yanga walihoji kidogo. Nafikiri kwa before game Yanga kitu kama hicho before game kwamba haipo kikanuni. Lakini sisi wengine kwa akili ya kawaida tu ya kukopi tuliamini kwamba ni fair
yani kwa kesi ya mechi ya tarehe ngapi sijui mwezi wa 3 yani ile mechi mpaka wa 6 ile mechi ilitakiwa kuchezeshwa na maamuzi ile mechi mtu alosababisha pale kachezeshwa apongezwe sana, yani acha kabisa, yani maana kulikuwa hamna dalili ile mechi kuchezwa. Ile mechi ilikuwa ngumu. Nakumbuka kuna kipindi ligi ya Kongo Mazembe na Lupopo wao walikuwa mahasimu, na ikifika mechi mgawani alama moja moja tusumbue wakicheza hizo wagombane wapigane uwanjani, mechi ina vurugu Bashidabi lakini baadaye wakaisota. Kwa hiyo ndio kilichokuwa kinakuja kutokea kwenye, maana hata kama unakumbuka ilikuwa basi watu wasicheze wagawane alama mechi isiwepo, maisha mengine yaendelee, lakini kanuni zinasema mechi zipigwe zote. Mbona naye kauli alizungumza Boimana kwamba hicho kitu hakiwezekani. Kanuni inataka mechi zipigwe zote, bingwa patikane zote. Ligi bingwa hizi patikana kama mechi hazitokamilika. Kwa sababu mechi lazima ipigwe. Sasa mbaya zaidi ikaja mechi ni siku ya mwisho ya ligi. Mechi siku ya mwisho ya ligi, afu ile tension ambayo ilikuwa nje, ile mechi ukimparajiga akikosea na maamuzi wale alipewa ile game alikuwa serious, yani yeye mwenyewe aligeuka kwa VAR na kila mtu alimpongeza. Alimpongeza. Okay, baada ya pale yale maoni ndio alifanya watu wabadilishe kanuni. Muuliza kanuni. Badilisha kanuni ni kuruhusu waamuzi kutoka nje. Ni kanuni ya ngapi? Hii ni kanuni ya 39 ambayo inazungumzia waamuzi watakaochezesha ligi kuu, na nikianza kunukuu kipengele cha kwanza kwa sababu ni kipengele cha 7. Nitanukuu tu kipengele cha kwanza alafu nitaenda kwenye hicho kipengele cha 7 ambacho kipengele cha kwanza nimeona cha muhimu. Kipengele cha kwanza kanuni ya 39 kinasema kutakuwa na waamuzi teule kwenye mabano selected referees 24 na waamuzi wasaidizi 40 watakaoteuliwa na kamati ya waamuzi ya TFF mwanzoni mwa kila msimu maalum kwenye orodha ya waamuzi watakaopangwa kuchezesha michezo ya ligi kuu. Waamuzi teule hawa wanawajibika kuwa waaminifu, waadilifu na wenye nidhamu na tabia njema zisizotiliwa mashaka. Hiyo ni kipengele cha kwanza. Hasa kipengele cha 7 ndicho kinachohusu hili jambo ambalo tumetoka kulizungumza hapa. Na kipengele chenyewe kinazungumza kuhusiana na kitafuta hapa bado ni katika engo ya waamuzi naona kimenikimbia tena hapa wakati na kitafuta bwana Brain hapa lakini kwa level tuliofikia wote tunakubaliana kwamba hakiwi kichaka, ila ni kusave. Nimekipata. Kipengele cha 7 kina kipengele kikuu na kipengele cha 7.1 ambacho ni kipengele kidogo. Kipengele cha 7 kinazungumza kamati ya waamuzi ya TFF itapanga waamuzi kwenye michezo ya ligi kuu na ndiyo pekee yenye mamlaka ya kupanga, kubadilisha na kuondoa mwamuzi kwenye ratiba kwa utaratibu na mfumo uliowekwa. Kwa kushirikiana na secretariat ya TFF kwa mazingatio ya kanuni hizi, tunakuja sasa kipengele cha 7.1. Kinasema kamati ya waamuzi ya TFF inaweza kupanga mwamuzi au waamuzi kutoka nje ya Tanzania kwenye michezo ya ligi kuu. Na mwisho nukuu. Nilikuwa nazungumzia hapa kwamba kimetengenezwa kama kichaka ili kujivua kwenye lawama, kama tunapaswa kuishi nacho kama ambavyo kilivyo. Maana kisikia kuna minong'ono ya baadhi ya timu nyingine, naamini kwamba issue ya fair play inabidi iwe kwa timu zote. Kama tutaki tuchezeshe na waamuzi wa ndani, maana hata sisi Mashujaa tukicheza na Mbeya City, Mashujaa tutafungwa. Kwa sababu pia nao wananyongwa makosa ya waamuzi. Kwa sababu nao makosa ya waamuzi sio kwamba yanaonekana mechi za Simba tu au Yanga au Azam. Mechi kibao tunaona mechi za kina Prison, Mashujaa, Mbeya City. Nao ukiwaleta hapa leo watoe lawama, tutajaza daftari. Ama ndo ile kauli ya Alikamwe kwenye wasemaji 16 wa ligi kuu, kimtoa yeye ndo anafanya kazi kwenye timu ambayo anaishabikia. Wengine wote wameenda kule, lakini wenyewe ni Yanga ama mpo Yanga na Simba. Sasa kwa kauli hiyo kama wote ni Simba na Yanga, basi kanuni ipo special kwa Simba na Yanga. Kwa hiyo huwezi kulia. Wewe ni Simba na Yanga. Mimi ni Azam. Sasa. Toto Christina Magala timbia. Wao sio Simba Yanga wale. Christina Yanga. Si mashabiki.
Mashabiki wenyewe anataja mwingine. Chukuchuku. Yanga walisema. Si comment mimi nasoma pale kwenye naye Yanga. Nilisoma mimi comment zile. Alikama alipost Steve Ndorobo wa Mashujaa. Hauwezi niambia Tobias Kifaru legend wa muda wote uliambie kwa legend sio tatizo. Afisa tena hao wa kizazi hicho. Au ndio ule Simba na Yanga damu. Kasome comment pale kwenye ile post ya wasemaji. Kasome pale kama sio Simba na Yanga. Ukisikiliza stories za wachezaji wa zamani utaelewa hichi. Mtu anacheza kulikuwa na reli ya Kigoma. Kulikuwa na timu ni reli ya Kigoma Morogoro unazungumzia reli kwa Morogoro. Hiyo timu unakuta mchezaji anacheza reli ila moyoni mwake huyo mnyama mtupu nyama bala. Hapa kulikuwa kuna zile Costi Toto hizo liko ukisajiliwa ya sajili mchezaji wa Simba Toto Africans bwana. Tuachane na story wasemaje stories za mitaani hizo, tuachane na vipi na nini timu gani si kazi Masaubira. Sasa pale naona wale walikuwa wamesaulika ni hawa Mtibwa na nani kwa comment hizo wanaziona pale. Niliona ni ile amedali Yanga. Wewe Brain Mpogole unasema medali Yanga. Nimesema comment hizo na kwenye post ya wasemaji. Okay. Si alikama alisema kwamba kwenye timu 16 yeye ndo anafanya kazi kwenye timu anayoishabikia na akadai pia watu wengine wote wanaosalia manake 15 wasemaji wengine wote anasema kama sio ni mmoja basi wote ni Yanga. Yani kama sio mmoja basi anaweza kama ni mnyama lakini wengine wote ni Yanga. Zaka na rafiki yake akasema kwamba naye Yanga. Zaka ni Azam. Kwa hiyo kwenye huyo mmoja kwenye huyo mmoja kwa sababu kwa taarifa ambazo amewahi kusema yeye mwenyewe alikama ni kwamba ile siku anahojiana pale. Yes, alisema kwamba yeye binafsi anamfahamu Thabit Zakaria Babu Zaka kama shabiki wa Yanga. Na Zaka alimkatalia pale. Japo Babu Zaka alikataa. Sasa na yeye hawezi kuwa Yanga hata kidogo. Ila kukataa kwake hapakuwa na kukataa kwa nguvu. No. Yaani hivyo akanda. Yaani unataka mtu aje hapa aseme kwamba wakati unaweza kudhibitisha wewe ni mwanaume. Lile kanusho. Unajua kuna kanusho. Yaani kama mwanaume unathibitishaje? Sasa mimi kilichonisikitisha kwenye kanusho la mzee wangu, babu yangu Thabit Zakaria Zaka za kazi. Kanusho lilikuwa jepesi. Yaani sio la uzito. Kwamba Babu Zaka akiwa na kanusha kitu mimi sio Yanga. Anaandika mkeka yake. Sasa mkeka afu nakujaga na picha. Na video. Lazima kuweka na video. Lakini lile alikuwa na kanusho la picha. Ile ilikuwa na kanusho la maandishi. Bwana, ligi kuu inarejea tarehe 30. Fountain Gate dhidi ya Pamba Jiji, Mbeya City dhidi ya Mashujaa, JKT Tanzania dhidi ya kikosi cha KMC. Mashujaa bwana wameanza safari wanaelekea Mbeya, wanawafuata Mbeya City. Tupo na Steve Ndorobo bwana hapa, msemaji wao, anatupa ratiba kamili kuhusiana na timu yao kuelekea kule Mbeya. Kikosi chetu kimeanza safari kuelekea jijini Mbeya hii leo.